Leo tutakuwa na mchambuzi ambaye tuko naye tayari ameshafika hapa ndani ya studio, wengi mnamfahamu. Ni mtaalamu na ni mchambuzi wa masuala ya siasa, uongozi na maadili, Omari Pumzi, katika kuangazia nafasi ya vijana katika maendeleo ya taifa kuelekea siku ya vijana duniani. Kumbe tuna siku ya vijana duniani ya siku ya kimataifa ya stadi za vijana. Inaitwa siku ya kimataifa ya stadi za vijana ambayo inafanyika tarehe 15 ya Julai. Unajua siku ya vijana, unajua na kuna siku ya vijana. Siku ya vijana ni mwezi wa Oktoba 12. Kwa hiyo hii ni siku ya stadi, siku ya kimataifa ya stadi za vijana. Stadi za vijana. Namba kwa mtu ambaye anasema hii mimi sijaelewa hii siku maana yake ni nini? Ni siku ya stadi za vijana maana yake nini? Sawa, asante sana. Siku hii ya kimataifa ya stadi za vijana ni siku ambayo Umoja wa Mataifa waliitangaza rasmi mwezi wa 9 tarehe 2014 na watu ambao walichochea sana kuitangaza walikuwa ni Sri Lanka. Sri Lanka walipeleka kama pendekezo Umoja wa Mataifa kwa sababu Sri Lanka ni wabunifu, ni nchi ambayo imekuza sana katika stadi za vijana. Nadhani hamna mtu asiyofahamu katika shughuli za kilimo. Kwa hiyo wakaona kwamba kuna haja ya vijana wakatambuliwa katika stadi zao. Na stadi hizi nadhani unazifahamu, ujuzi, stadi za kwa mfano sasa hivi nini wanaita nini nani watengeneza maudhui wa kimtandao, content nani hawa? Content creators. Mone, lakini kuna wale wachoraji, mone. Kuna stadi ambazo nyingi ambazo zinazomfanya kijana akatambulika. Kwa hiyo baada ya hapo Umoja wa Mataifa wakatangaza rasmi tarehe mwezi wa 9 2014 kwamba siku hii itakuwa inafanywa maadhimisho kila inapofika tarehe 15 ya Julai, kwamba itakuwa ni siku ya kimataifa ya stadi za nini? Za vijana. Na mwaka huu Umoja wa Mataifa wametoa mwongozo wao na kauli mbiu yao inasema stadi kwa mustakabali wa nini? Wa pamoja. Yani kwa ajili ya mustakabali wa pamoja, kwamba tunahitaji wote kukaa nini? Pamoja. Na wakatoa kwamba ni maeneo 4, stadi 4 zinatakiwa zipimwe kwa mwaka kila nchi ambazo za Umoja wa nini? Wa Mataifa. Moja, stadi ya kwanza wamesema kwamba nchi washiriki wa Umoja wa Mataifa, stadi ya kwanza ni masuala ya mapinduzi ya kidigitali, ambapo akili mnemba. Nadhani umeona sasa hivi akili mnemba imekuwa ni kiasi kikubwa watu wanaitumia. Hatuna sera ya sheria ya akili mnemba. Haki ya wewe kwa mfano nikitumia picha yako, ni haki zipi unatakiwa ulipwe wewe? Mimi naweza nikaitumia picha yako kwa ajili ya akili nini? Mnemba. Je, natakiwa nikulipe wewe? Umeona? Mimi naomba uchukue picha yangu hapa kama kuna malipo. Umeona? Sera zipo ambazo sasa hiyo stadi ya kwanza ya akili mnemba, ambapo kwa nchi ambayo inaongozwa kwa akili mnemba ni tunaita Singapore. Ndio ambapo muasisi mkubwa wa akili mnemba kwa Afrika sasa hivi. Nigeria wamechukua nafasi ya kwanza, ya pili South Africa, ya tatu ni Egypt ambayo ni Misri, ya 4 imekuwa Kenya. Kenya ni nafasi ya 4 ujue katika nchi ambazo 54 za akili mnemba, Kenya wamechukua nafasi ya 4, ambapo ya 5 Morocco na ya 6 Rwanda. Sasa umeona hapo katika nchi 54 ambazo hizo ndio top za akili mnemba barani Afrika. Lakini stadi ya pili ilikuwa ni ubunifu na ujasiriamali. Nimesikia kauli ya katibu amezungumza mambo ya ubunifu. Kwa mfano kuna watu wanachora, wajasiriamali. Bahati mbaya sisi elimu yetu ya Afrika inamfundisha mtu kuwa na vyeti. Wenzetu wameshatoka kuwa na vyeti, wanafundisha elimu ya ubunifu na ujasiriamali. Na ndio maana leo sishangai kumuona Mchina ana kiwanda cha nini? Cha makopo hapa. Umeona? Kwa sababu elimu yao kwamba mimi licha ya kuwa na PhD engineer, lakini inanifundisha kuwa mbunifu na mjasiriamali. Sisi elimu yetu inatufundisha kuwa na vyeti, kwamba nikisha kuwa na degree yangu nitapata ajira. Kuna mtu nilimwambia after 3 to 4 years, miaka 3-4 kuja, hizi degree, masters, sijui PhD, maybe zitabakia kwenye zile fani ambazo yani sijui kama hizo, sijui uongozi, sheria, sijui nini. Lakini kwenye fanya hata hii kazi ambayo tunaifanya sasa hivi hapa, hii kazi ni kwamba inahitaji talent, kwa sababu ni kazi ambayo unajifunza kila siku kwanza. Kwa hiyo maana yake haitahitaji mtu awe na degree. Umepata elimu yako ya miezi mingapi, unakuwa perfect hivyo. Kwa teknolojia inaweza kubadilisha pia hata muundo wa elimu. Na juzi nilimsikia Mama Alaska, kama unamfahamu, akasema sasa hivi katika kitu ambacho amebadilika ni kuachana kuajiri kutokana na CV. Maana CV unazungumzia cheti, unazungumzia makaratasi. Yeye anachoajiri anaajiri attitude.
Maana yake anaajili uwezo, yani kwamba wewe mimi nakuleta kwenye taasisi yangu, kwenye kampuni yangu, tabia yako wewe ikoje, yani acha so yani kwamba utanipa nini, the impact, ana measure the impact. Hivyo kwenye watu wa marketing, yani huko mbeleni degree ya marketing itakuwa haina maana, kwa sababu tunajua yani mtu anaweza kupata kozi yake fupi tu ya miezi mingapi akajua namna ya kuwa na plan nzuri ya marketing. Ni mzuri kwenye marketing. Marketing pia ni talent, unajua ni talent ambayo inapatana na hiyo ABC tu za kufuata. Kwa hiyo maana yake, na kuna watu wengi mimi nawajua kwenye marketing industry hawana degree sasa hivi tu hapa, hawana degree, lakini ndio wanauza vizuri. Kuna swali moja, unajua tunaangalia misingi yenyewe studies za maisha kwa Tanzania. Amezungumza vitu vingi hapo kwenye mawasiliano, amezungumza kwenye swala la ujasiriamali, lakini na study katika upande wa kidigitali. Sasa swala la kujitambua na kujiamini kwenye studies za maisha, unahisi nani anabeba dhamana hii kwa taifa kama Tanzania? Ni kwanza jamii yenyewe. Ni tunazungumzia kujiamini, inaanzia kwa sababu masuala ya study yanaanzia kwenye familia, kwamba ni namna gani vijana, yani mtoto anaweza kutengenezwa kuanzia kwenye familia. Lakini ukiondoa familia, sasa jamii yenyewe inaozunguka, lakini mlezi mkubwa ni taasisi ambazo tunasema za kiserikali. Wao wana wajibu mkubwa wa kulea hizi study za vijana, na ndio maana Umoja wa Mataifa wakaitenga hii siku maalum. Kwa hiyo mwenye wajibu mkubwa sana kumkumbusha kijana kwamba hii ni siku yako ni serikali. Wana mamlaka makubwa sana kuhakikisha vijana wanawalea kwamba ili wasitoke katika study zile ambazo kwa sababu ukiangalia hapo kuna study ambazo nyingine ziko nje ya kimaadili. Kwa hiyo vijana wanakumbushwa kwamba hizi ni study ambazo kama alivyosema dada yangu hapa Maklina, kwa sukana na dunia sasa hivi tusitegemee vyeti sana. Kwa hiyo mwenye wajibu mkubwa sana ni wizara ambazo za mtambuka, wizara za vijana, wizara ya elimu na wizara nyingine, kwa mfano wizara za viwanda. Wana wajibu mkubwa sana, na tunategemea kwa mfano kuna study ya kijani, kuna study ya line ambayo inahusiana na masuala ya jamii. Tunategemea kama kesho tarehe 15 kama nchi nyingine, kwa mfano kama Kenya wamefanikiwa kuanzia tarehe 15 mpaka 16 kuna matukio ya vijana. Yani vijana wanaonyesha nini, kazi zao, ubunifu wao. Zambia tulikuwepo takriban wiki 8 wanaendelea. South Africa wameanza tarehe 7. Ni huenda nchi yetu pekee yetu labda tumejisahau, tulitegemea kwa mfano katika nyanja za VETA kwa mfano kesho yani study zile VETA waonyeshi kazi zao. Kwa mfano uchoraji, umeona hawa vijana ambao walikuwa kwenye study zote SIDO, umeona FDC, umeelewa, zile study ndio zinakuwa kwamba hawa wanatengenezwa uwezo. Sasa kama tumejisahau, tunahitaji kurejea yani kurejea kidogo ni wapi ambapo, kwa sababu ukiangalia mpaka kesho tutegemea matangazo mengi ya hiyo study siku ya nini ya kimataifa study za nini za vijana. Sio jambo dogo yani kwa dunia sasa hivi ilivyo, dada Maklina, cheti hakina nafasi. Kama ukiangalia takribani kakaangu Afrika tuna vijana takribani milioni 460. Na lengo la hii siku ya study za vijana ni kupunguza ajira, yani kupunguza soko la nini, yani kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa na kujitegemea, wasitegemee peke yake serikali kuajiri. Na ukiangalia kama Tanzania wako vijana takriban milioni 26 hadi 30 sasa hivi wanategemea, na ajira zinazotolewa serikalini hazizidi milioni 2. Kwa hizi siku kwa mfano sekta za uchoraji kuonyesha kazi zao, wale watengenezaji maudhui, na siku imebakia moja leo kuelekea kesho, na hatujaona mpaka sasa hivi mipango mikakati kama swali lako linavyosema kwamba wana mpango gani kuelekea hiyo siku ya tarehe 15. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.